Mheshimiwa mgeni rasmi Profesa Adolf Mkenda, lakini Mheshimiwa kwa pamoja Mufti Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali na Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Omar Kaabi, ambao ndio wenye shughuli yao ya leo. Nikushukuruni kwa kuandaa shughuli hii na kunipa nafasi ya kuwasilisha hili neno la utangulizi la mwanzoni, hasa kwa fani iliyotajwa hapo mwanzoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika maana ya kutaja, hii itakuwa mara ya 3 tunakutana katika vikao vya namna hii, lakini kikao cha leo kikao kina faraja kubwa ukilinganisha vile vikao viwili vilivyopita. Lakini vikao viwili vilivyopita pamoja na ugumu wake ndio viliozaa kikao cha leo. Kwa hiyo nitangulize shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu kisha kwako, kwa sababu kikao chetu cha mwisho kinahusiana na masuala ya elimu. Tulichokutana katika taasisi ya elimu chini ya mwenyekiti wako, ulitupa fursa nzuri ya kutusikiliza, lakini kwa kujali shaka tuliyokuwa nayo kama Waislamu. Shaka tulionayo kama Waislamu iliyokuwa dhana ya Waislamu kuona serikali kwa mapenzi yake makubwa imeamua kusimamia taaluma zote nchini, ikiwemo taaluma za dini. Kwa ukarimu huo mkubwa na huruma yao, tulitamani kujua zaidi. Wakati huo tukitumia chombo kinachoitwa Islamic Education Panel, tuliwaona sehemu ya watendaji wako Mheshimiwa Profesa, wakatuambia ni kweli wamo katika mchakato wa masomo yote yanayofundishwa wanafunzi mashuleni Tanzania, lakini pia mchakato huu umekwenda mpaka maeneo ya dini. Wakatuambia msiwe na wasiwasi, mchakato unaendelea na tumejitahidi kwa kiwango kikubwa. Mambo ya imani yote tumeyaweka pembeni ili tusije tukagusa imani za watu kwa namna ambapo sivyo wenyewe wanakusudia. Shaka yetu ikaongezeka kwa kama ni hivyo basi litakuwa lipo tatizo. Alhamdulillah, wakatuambia sisi ni watendaji, mna jambo lolote mtafuteni waziri. Tukakutafuta waziri, ukakubali, tukakaa na wewe pamoja, tukazungumza, tukaonyesha uzito wa dhana yetu. Kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukafanya mawasiliano ya karibu kabisa na Mheshimiwa Mufti Abubakar bin Zubair bin Ali, mkakubaliana jambo hili liachwe mikononi kwa Mufti. Alhamdulillah, tukaja tukakutana tena hapa. Niamini ni tabia yako ya ufuatiliaji, ulikuja hapa tena katika kikao kama hichi wakati hatujafanya lolote. Naamini ulitaka kujua, je, kile ambacho tulikuwa tunatazama kama shaka kimepata ufumbuzi na kinaweza kuruhusu kazi ya uandaaji wa mitaala na vitabu iendelee vizuri. Tunashukuru kwa kikao hicho. Kiliambatana na mambo mawili makubwa. Wewe ulikuwa una shughuli nyingi za kibunge kule Dodoma, lakini Mheshimiwa Mufti siku hiyo alipata msiba wa kijana wake
Mheshimiwa Mufti akatuacha sisi na wewe ukamwacha kamishna, tukae naye katika mjadala mpana wa kuona tutafikiaje hatima njema ya jambo hili kuwa katika tija nzuri. Alhamdulillah, baada ya baraka zenu za kikao hicho na tukaendelea kukaa, leo tunakutana katika siku ambayo sote naamini tutakuwa tuna faraja. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama waziri wa elimu utakuwa una faraja, kwa maana leo utakabidhiwa nyaraka ya Waislamu inayohusiana na elimu ya dini ya Kiislamu, kama ambavyo timu yako ya kazi imekuwa ikifanya kazi hiyo kwa muda mrefu na ilikuwa ikisubiri sana andiko hilo. Andiko hilo liko tayari na leo litakabidhiwa kwako na Mheshimiwa Mufti. Lakini pia Mheshimiwa Mufti atakuwa na faraja, kile ulichokitazamia utakipata kutoka kwake. Alitukabidhi, akatupa kazi ya kufanya jambo hilo, tukaifanya kazi kwa uaminifu mkubwa na kukamilisha kuandaa syllabus ya kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4, lakini pia kuandaa kitabu cha kidato cha kwanza kinachotarajiwa kuanza mapema mwakani au wakati utakaopangwa na wizara. Kazi hiyo ilikamilika na Mufti tulimwarifu kwamba kazi hiyo tumekamilisha, ndiyo ikapelekea viongozi wetu wakubwa nyinyi mtuandalie kikao hichi leo, kwa sababu jambo hili haliishii tu kwa Profesa Mkenda, wala haliishii kwa Mufti, wala haliishii kwa Mufti wa Zanzibar. Ili jambo kwao ni usimamizi, lakini utendaji na utekelezaji upo kwa wananchi wa Tanzania kwa jumla, wakiwemo walimu na mashule mbalimbali. Kwa hivyo leo tukaona itakuwa ni siku nzuri kuarifu jumuiya na taasisi za Kiislamu, lakini kukuarifu Mheshimiwa Profesa Mkenda na timu yako, uje uone kile ambacho tulikuwa tukijadili wakati wa nyuma kimekamilika, na leo hii kitakabidhiwa kwako kwa maelezo ya kutosha ambayo yataelezwa na mwenzangu katika timu yetu. Huko nyuma tulikuwa tuna kitu kinaitwa Islamic Education Panel. Tulikwisha hitimisha Islamic Education Panel, kipindi chake cha kwanza tulikwisha kihitimisha, na leo tutakuomba pia utusaidie kutuzindulia chombo chetu kipya TISTA kitakachopokea kazi ile iliyokuwa fanywa na Education Panel, lakini pia TISTA itakukabidhi kama kazi yake ya kwanza kwako muhtasari wa elimu ya dini ya Kiislamu na kitabu cha kidato cha kwanza cha elimu ya dini ya Kiislamu, ambavyo vimekwisha kamilisha kazi yake, na leo ni siku wa uzinduzi wa TISTA, lakini pia ni siku ya kukabidhi rasmi muhtasari huo na kitabu hicho, ili mchakato mwingine iendelee, kwa sababu elimu haishii kidato cha 4 wala haishii kitabu cha kidato cha kwanza. Elimu inatoka chekechea mpaka chuo kikuu. Kuna kazi kubwa inayotakiwa kufanyika, na tungependa rasmi utambue kutoka sasa tunapenda kuitambulisha kwako TISTA kuwa ni chombo rasmi kitakachofanya kazi na wizara katika kuyaendea mambo yote ya kitaaluma na kielimu yanayohusiana na dini ya Kiislamu. Basi TISTA itakuwa chombo rasmi cha kufanya kazi hiyo, na wadhamini wake wakuu, wasimamizi wake wakuu, leo tumekuletea wote mbele yako na tukakuwekea mkono wako wa kuume na mkono wako wa kushoto ili usipate tabu kuwatambua. Ukigeuka mkono wako wa kuume utamwona Sheikh Abubakar Zuberi, na ukigeuka mkono wako wa kushoto utakutana na Mufti Saad Kabi. Tunaamini upo katika ulinzi madhubuti kama ulivyopangiwa hapo, wala sio bahati mbaya, ni makusudi kabisa. Ukitatizika na lolote, rudi kwao, watarudi kwetu,
tutafanya unachokitaka. Ukichepuka utaharibu, baki njia kuu, jambo yatakuwa maendeleo mazuri kabisa. Lakini mambo mengi Mheshimiwa Waziri utayapata kwenye taarifa yetu inayotokana na katibu, ambaye atatueleza pia chombo kina nani na nani, naye atatuwasilishia katika jambo hilo. Nitumie fursa hii kuwashukuru kwa kunisikiliza. Nitumie fursa hii pia kushukuru Mheshimiwa Profesa kwa kusimamisha shughuli zako na kufika katika uwanja wetu. Tunashukuru, nasi tunaahidi utendaji mwema uliotukuka na ukarimu, lakini pia usikivu wa kile ambacho unafikiri utakihitaji kutoka kwetu ili tukifanye sawa sawa. Niseme kama alivyosema wasemaje, maneno mazuri ni yale machache yenye